Kwa hakika Tanzania kinachoendelea si kitu cha kufurahisha. Mambo yanayoendelea katika nchi ya Tanzania ni mambo ya kusitikisha. Kwanza mwanzo unapoona kwamba huyu ambaye ni rais wa Tanzania ni mama, na watu wengi walikuwa kwamba wamemdhamini sana huyu mama, wakijua kwamba mwanamke mama atakapoingia pale atatawala kwa upendo na kwa huruma. Hawakujua kwamba mama atakayetawala pale atakuwa zaidi ya mnyama, hata si kama mwanaume, lakini zaidi ya mnyama. Na nashangaa kwamba mama anaweza kutawalaje bila huruma? Mama atawalaje kama mnyama? Yeye hata hajui mwanadamu ni kama dhamani maisha ya mwanadamu, adhamini maisha ya mwanadamu. Yule mama anachukua mwanadamu kama ni mdudu yote naye tambaa pale. So na kuna wakati ambapo nilipowaambia Tanzania kinachoendelea katika nchi ya Tanzania, walichagua wakijua kwamba wanachagua rais ambaye ni mzuri, lakini hawakujua wanachagua Antichrist. Na nimerudia kwamba huyu mama ni mama ambaye anaitwa Antichrist. Antichrist ni mtu ambaye ni mpinga Kristo. Mpinga Kristo haji katika sababu ya mambo mazuri. Mpinga Kristo, jambo la kwanza, anakuja katika ile hali ya kwamba ya kutomcha Mungu. Kwa sababu unapomwangalia huyu mama, kuna jambo ambalo linaitwa kuna jambo tunalosema kwamba kuna ule uungu. Mtu aliye na uungu huwa anafanya mambo ya kumpendeza Mungu, lakini mtu ambaye hana uungu ndani yake anafanya mambo ya unyama. Ndio sababu tunamuita kwamba mpinga Kristo, Antichrist, mtu ambaye hana uungu ndani yake. Jambo la kwanza tumeona kwamba huyu mama nia yake kubwa sana ni kuzima Ukristo katika nchi ya Tanzania. Nchi ya Tanzania iwe ya nchi ya Kiislamu. Hiyo ndio nia moja ya huyu mama. Na ameapa kwa lolote kwamba kuzima Ukristo katika nchi ya Tanzania, Tanzania iwe kama nchi ya Uislamu peke yake. Kwa sababu unapoangalia mwanzoe kwamba sehemu huyu mama ametokea Zanzibar. Yeye alikuwa makamu wa rais wa Zanzibar, na ikawa sasa akachukuliwa kwamba sasa kuwa kama makamu wa rais wa Tanzania, wakati Tanzania iliyopounganika na wakasema kwamba iwe kitu moja Tanganyika. So wakaamua kwamba huyu mama aje awe kama makamu rais wa Magufuli. Na wakati huo Magufuli alikuwa ameficha kucha zake mahali pale, alikuwa mpole sana. Natumai kwamba alikuwa anamuogopa Magufuli. Maana Magufuli hakutaka upumbavu, hakutoka mambo ya kudhulumu wananchi, lakini alikuwa amejificha pale nyuma ya Magufuli kama malaika. Kwa hivyo sasa Magufuli alipoondoka, sasa ndio yule mama akasema sasa nimepata nafasi sasa ya kujionyesha mimi ni nani. Na alipopata hiyo fursa, tumeona kwamba mama hakika hakuwa chaguo la wananchi. Na kwa sababu mama alipofika mahali pale ameonyesha kwamba ya pale yeye si mtu ambaye anamcha Mungu hata kwa incha moja. Ni mpinga Kristo halisi. Matendo anayofanya ni matendo ya kumwaga damu, matendo ya kudhalilisha Watanzania, na yuko mahali pale kama dictator, kama wale dictator wengine waliokuwa pale, dictator Amin, dictator Mugabe, dictator Mobutu Sese Seko, na dictator Hitler. Yuko katika ile category. Hatukujua katika nchi ya Afrika Mashariki ama East Africa kutatokea dictator mkubwa kama Suluhu Hassan. Huyo ndio tuko naye katika East Africa. Na Afrika sasa tunajutia kuwa na dictator miongoni mwa marais wa East Africa ambaye ni Suluhu Hassan. Mtumishi wa Mungu, kuna baadhi ya watu kwenye mitandao ya kijamii wamekuwa wakijiuliza maswali chungu nzima kuhusiana na kifo chake Magufuli, wakisema kwamba Samia Suluhu anajua kile ambacho kilimmaliza yule bwana. Labda wazungumzie vipi? Kwa hakika mimi kuzungumzia bila uoga wowote, na nazungumza kile kitu ambacho ninajua kwamba kama mtumishi sizungumuzi kwa sababu ya kutaka kile atisifa ama nini. Lakini unapoangalia kwa 100%, kifo cha Magufuli kilikuwa cha kutatanisha sana. Ni vigumu sana ati rais tu anayebali mamlakani na pia tu anaugua ghafla amekufa. Kuna watu waliohusika katika kile kifo cha yule Magufuli, kwa sababu jambo la kwanza, Magufuli alitetea sana Watanzania.
Magufuli alikataa dhulma ya namna yoyote. Magufuli alikataa ufisadi. Magufuli alikataa pia utawala wa kimabavu. Tukiangalia katika nchi za magharibi, western countries kama Europa, kwamba ni nchi ambazo zinataka kutawala wa Afrika kwa mabavu, na wanapoingia katika nchi zao kuna vile wananufaika na rasilimali ziliko katika nchi, na wakaona kwamba Magufuli amefunga hiyo milango yote ya hao watu kuja kunufaika na mambo yaliyo katika nchi ya Tanzania. Wakamtumia huyu mama ambaye anaitwa Suluhu Hassan, na wakamtumia yeye akajipendekeza kwamba akawa kibaraka. Kwa mwanzoni alianza kuwa kama kibaraka wa wazungu, na wazungu wakamwambia basi tutakusaidia kuwa rais wa nchi ya Tanzania. Na naposema hivyo mnajua kwamba sasa kifo cha Anania hakikuwa halali. Kuna wale waliohusika, akiwepo pamoja na huyu Samia Suluhu ni mmoja waliohusika na kifo cha Magufuli. Kwa hivyo kifo chake liko cha kawaida, kwa sababu yeye alipoingia mahali pale aliingia kama kibaraka cha wazungu. Wazungu hawakujua kwamba anapoingia hapo ataingia pia awageuke, na aliingia hapo kwa nia moja na akaweza kuungana na nchi hizi za Kiislamu. Na kwa sababu unapoangalia katika nchi za Kiislamu kuna mambo ambayo watu hawajui. Katika nchi za Kiislamu wana umoja wao, na huwa wanataka kutawala Afrika. Huwa wanataka kutawala Afrika, ama huwa wanataka kutawala dunia. Na unakuta kama Waislamu hawana kitu kinaitwa family planning. Waislamu kama wewe una uwezo wa kuzaana, wanakuunga mkono uzaane kwa zaidi na zaidi na zaidi. Na wamekuwa na ile kwamba wamekuwa na huu mpango sana ya kwamba kutawala nchi zote za Afrika ziwe nchi za Kiislamu, ama dunia yote iwe dunia ya Kiislamu. Na wakati wanapopata nafasi hiyo wanaitumia vizuri. Na nafasi hiyo ilipopatikana kwa Samia, ndio wakajua kwamba hii nafasi wataitumia, kwa sababu mambo mengi Suluhu anayetumia anatumia kupitia kwa msukumo wa nchi za Kiarabu, nchi za Kiislamu, ambapo sasa mambo mengi anayesema ni kwa msukumo wa kunyanyasa Wakristo. Maana wanapoua Mwafrika, wanapoua Mkristo, wanasema wanamuua kafiri. Na hiyo linaendelea katika nchi ya Tanzania. Mkristo anapouawa wanasema kwamba tunaua kafiri, na kuua kafiri kwa Muislamu si dhambi. Kwa hivyo mambo yanayotokezea ni Tanzania sana sana ni mambo kati ya Waislamu na Wakristo. Na watu wanaona tu hivi wananyamaza. Na unakopa Mkristo yote anapoinuka katika nchi ya dunia Tanzania kuzungumza, anawekwa kizibani, na ikiwezekana anauawa. Na wale waliokuwa katika maandamano namba kubwa 80% walikuwa Wakristo. Na Wakristo wale waliuawa kiunyama, na hata wengi wao ambao walikuwa na majeraha hawakupelekwa hospitalini, walipelekwa mochari direct. Moja kwa moja wakapelekwa mochari. Kwa hivyo hapo kinachoendelea Tanzania ni kati ya makundi mawili, kundi la Wakristo na Waislamu. Na unakuta sasa wanaodhulumiwa kundi kubwa 80% ni Wakristo, na wanaouawa ni Wakristo. Waliozikwa wengi walikuwa Wakristo. Maana tunapoona siku kwenye Waislamu wengi waliwaambia kwamba wasihusike katika maandamano. Na unakuta kupata wanao support Mama Samia Suluhu kwa asilimia 100 ni Waislamu. Wakristo hawasapoti Mama Suluhu Hassan. Kwa hivyo kinachoendelea Tanzania ni kati ya Wakristo na Waislamu. Kuna baadhi ya watumishi wa Mungu kama wewe wanasema wakati wote ule huenda Tanzania ikaweza kunyakuliwa kwa mikono ya Samia Suluhu. Labda wanamaanisha vipi wanaposema hivyo? Wanapomaanisha hivyo kwa sababu tunaona hatari katika utawala wa Samia wa Suluhu Hassan. Tunaona hatari, maana yule mama akiendelea mahali pale, nchi ya Tanzania itakuwa katika hatari kubwa.
kitakachozaliwa pale kitakuwa ni vita kati ya Wakristo na Waislamu. Maana Wakristo watajitenga pande moja na Waislamu watajitenga pande moja. Na kwa sababu Tanganyika kwamba waliweka mikakati yote na wakapitisha huu mswada kwamba ile nchi Waislamu na Wakristo waishi kama mandugu. Lakini nimekuta kama Mama Samia amekuja pale na kaleta ile utribalism ya kutenga Waislamu na Wakristo. Kwa hivyo tunapoangalia hatari kama ile, na unakuta kwamba namba kubwa ya watu wengi Tanzania ni Wakristo. Na Wakristo wanapoona kwamba hivyo sasa kuna ule ugawanyikani na ile dhuluma itakuwa juu yao, sasa kutaingia inakuwa sasa nao Wakristo wanaona kuna hatari ya Mama Samia kuwa rais, na kuna uwezekano wa Mama Samia kutolewa pale, kuna uwezekano wa kutolewa mahali pale kabla muhula wake hujafika katikati. Kuna uwezekano wa kutolewa pale mara moja. Na ni rahisi sana kutolewa pale katika mtundu wa bunduki. Itakuwa rahisi sana. Hiyo ndio kuna uwezekano mkubwa sana kwa Mama Suluhu kutolewa mahali pale. Kwa sababu wanahofia Waislamu Wakristo kumwaga damu katika kipindi hiki cha Mama Suluhu. Kwa sababu Mama Suluhu kumwaga damu kwake haoni kama kitu. Kuwa mtu Mkristo anaona kama kuchinja kuku kwa kawaida. Tukiwa hapo mtumishi wa Mungu, tumeona pia kuna baadhi ambao wale opponents washindani wa Samia Suluhu, wakati ambapo walikuwa wanapiga kura hawakuweza kupewa nafasi yao pia kuweza kufanya kulingana na katiba kule. Labda wadhania udikteta kama huo utaenda hadi wapi kule Tanzania? Hakika Tanzania kitu kinaitwa democracy. Mama alipoingia pale amemaliza kitu kinaitwa democracy katika nchi ya Tanzania. Anataka Tanzania iwe na chama kimoja ambayo inaitwa CCM. Na anataka kumaliza utawala wa vyama vingine hivi vyote. Ukiinuka kama mwanachama wa upinzani anakuchukua, anakuweka ndani, na ikiwezekana wanakuua. So Mama Samia, Mama Suluhu Hassan, kile anachofanya sasa kwa Tanzania ni kugandamiza upinzani kwa 100%. Maana ushindani ulipokuwa pale haukuwa kati ya Chadema na chama cha upinzani, ulikuwa kati ya Suluhu na Hassan. Ulikuwa kati ya Mama Suluhu na Hassan. Kwa hivyo ilikuwa ni kati yake na yeye mwenyewe. Hakukuwa na mshindani. Ilikuwa ni kati ya Suluhu na Hassan. Kwa hivyo sasa kuna box nyingine hapa imeandikwa Suluhu na nyingine Hassan. Kwa hivyo sasa wewe ukichagua Hassan umechagua Suluhu. Ukichagua Suluhu umechagua Hassan. Kwa hivyo ushindani ulikuwa kati yake yeye na yeye binafsi. Na akaweza kuweka mikakati yote kwamba upinzani usipate nafasi hata kidogo. Kwa hivyo demokrasi haikuwepo katika nchi ya Tanzania, na demokrasi kwa sasa haipo katika Tanzania kabisa. Mambo yanayoendelea sasa ni dhuluma. Ndio.